Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipa heshima ya kuwa mchangiaji wa wizara hii muhimu kabisa. Na kwanza kabisa nitaanza kwa kusoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro mstari wa 5. Anasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumia, kwa sababu Mungu huwapinga wote wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhati ya moyo wangu niseme, nimesoma fungu hili nikiwa nimeanza na neno la Bwana nikiamini kabisa ya kwamba kwanza Mungu wetu ni Mungu wa majeshi. Mungu wetu ni Mungu wa majeshi, na nimesoma fungu hili kwanza nikimtanguliza Mungu katika bajeti hii muhimu sana katika masuala mazima ya ulinzi wa nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiri kwamba mimi nimekuwa serikalini maisha yangu yote toka nimemaliza chuo. Nimefanya kazi serikalini, na Mheshimiwa Jafo ametoka kuzungumza hapa, ni mjumbe mwenzangu kwenye kamati hii, na uzuri Jafo pia nimefanya naye kazi nikiwa kama mkuu wa wilaya ya Kisarawe miaka hiyo ya nyuma kidogo. Nataka niseme kwa dhati ya moyo wangu, jeshi letu la wananchi kwa kiwango kikubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tungeweza kusema katika bajeti hii wabunge wote kwa uzalendo ambao jeshi letu limeendelea kuonyesha kwa nchi yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaweza nikasema kabisa, na wanajeshi wote wanaotusikiliza sisi wabunge na viongozi wa jeshi wote walioko hapa wakiongozwa na waziri wetu kaka yangu mnyenyekevu sana ambaye fungu hili pia linamuhusu, kitendo cha kuona wabunge bunge hili wanawasemea vizuri wanajeshi ni kwa sababu kubwa moja, na naomba mnoti, na siku mkiondoka kwenye misingi hiyo mnaweza msizione sauti za wabunge na Watanzania wakionyesha mapenzi mema kwa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwanza nataka niwaambie Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mjumbe wa kamati hii ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Nimemfahamu waziri huyu Nyansao toka akiwa na mtumishi wa umma pale benki ya Azania. Nataka tuweke rekodi sawa, na fungu la unyenyekevu nililolisoma Mheshimiwa Mwenyekiti linabeba maudhui ya waziri wetu huyu wa ulinzi. Kama kuna jambo ambalo Mungu analithamini sana katika leadership ya mwanadamu, cha kwanza Mungu anachokithamini sana kwa binadamu is humbleness, unyenyekevu. Na unyenyekevu huu wa waziri wetu ameurithi kutoka kwa unyenyekevu wa amiri jeshi mkuu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninamsema waziri huyu, utakumbuka mimi nimefanya kazi katika shirika la umma linaloitwa Fair Competition Commission nikiwa kama inspector, lakini nikiwa kama senior human resource officer. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nafanya kazi Fair Competition nilifanya kazi kwa karibu na Nyansao. Waziri huyu alipokwenda pale TANESCO kama mwenyekiti wa bodi, nchi yetu ilikuwa inapita katika misukosuko mingi sana katika umeme nenda rudi, lakini kwa unyenyekevu wake aliacha alama, akaondoka ameacha alama, taifa letu likawa limetulia. Leo rais wetu amempa heshima waziri huyu, amekuja kwenye wizara hii ya ulinzi. Tunaona utulivu, nidhamu ya jeshi letu vikiendelea kushamiri katika taifa letu. Mheshimiwa Waziri, mimi kaka yako na mpakwa mafuta wa Bwana ninakutia moyo, endelea na unyenyekevu huo, kwa sababu ahadi ya unyenyekevu iko katika neno la Bwana ambalo nimekusomea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nilitie moyo jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Katika bajeti hii sisi tumeangalia miradi. Kwanza kabisa nataka niwaambie
mkuu wa majeshi nafikiri uko hapa ndani, wewe na katibu wako mkuu, kaka yangu ambaye ametajwa kwa sifa nyingi, na majenerali wote walioko hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie uzalendo wa jeshi letu katika kulinda tunu za amani na kulinda katiba unawafanya Watanzania waendelee kulipenda jeshi hili na kulisemea bila aibu mahali popote. Na ninataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, nidhamu iliyoonyeshwa na jeshi letu la wananchi wa Tanzania, taifa letu lilipokuwa linapita katika nyakati ngumu, taifa letu wakati linapita katika nyakati za kujaribiwa, kitendo cha jeshi la wananchi wa Tanzania kusimama katika kutii mamlaka ya nchi na kulinda mipaka na uhuru wa taifa letu, sisi wabunge tuliotumwa na wananchi kuja katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa dhati ya moyo wetu tunasema nembo ya uhuru wa taifa letu ni uadilifu, ni pamoja na uadilifu wa kazi za jeshi la wananchi wa Tanzania. Jenerali Mkunda na majenerali wako wote, kwa niaba ya wabunge wenzangu na wajumbe wa kamati ambao sisi tunawasimamia, kwa dhati ya moyo wangu, Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo aendelee kuwaimarisha, muendelee kulinda tunu za amani, mshikamano na umoja wa taifa letu, kwa sababu ninyi mmekuwa chachu ya kukataa chokochoko za mapandikizi yote ambazo zinataka kuvuruga umoja, amani na mshikamano wa taifa langu Tanzania. Na ninatambua hata Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuwa akiwahutubia, nilisikiliza hotuba zake nyingi, aliendelea kulisisitiza jeshi letu muendelee kulinda nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu toka historia ya taifa hili lilipopata uhuru, mataifa mawili yalipoungana, nchi yetu imeendelea kuamini katika mambo ya kwamba uongozi wa taifa letu ukishapewa ridhaa, hakuna kuangalia mipaka, huyu ametoka Ruvuma, huyu ametoka Zanzibar, huyu ametoka bara. Taifa hili ni moja. Kila kiongozi anapopata ridhaa ya kuongoza taifa hili, sisi kama Watanzania tuna jukumu na wajibu wa kumuunga mkono. Ndivyo mlivyofanya jeshi la wananchi wa Tanzania. Mungu awabariki sana. Na mimi kwa sababu bajeti hii sina mengi ya kusema, neno langu la mwisho ninalotaka kuwaomba, endeleeni kuwa wazalendo kwa katiba ya